Jina la Bien Kaviru limezidi kutajwa kwa kasi kutokana na mchanganyiko wa ubunifu, sauti tamu na uhalisia wa maisha anayoweka kwenye muziki wake. Msanii huyu aliye chini ya Banana Island kama label ameanza kujenga rekodi ya kipekee inayomfanya awe miongoni mwa vijana wanaokuja juu kwa nguvu katika tasnia ya muziki Afrika Mashariki. Bien alizaliwa kama mtoto wa mwisho katika familia ya watoto 7. Mama yao, ambaye ndiyo nguzo kuu ya familia, aliwalea kwa juhudi kubwa kupitia biashara ya hoteli. Mapato yaliposhuka, mama yao aligeukia biashara ya kuuza chang'aa ili kuhakikisha watoto wake wanapata mahitaji ya kimsingi. Hali ya maisha haikuwa rahisi. Baada ya mama kuugua, Bien alichukuliwa na rafiki wa mama yake na kupelekwa kufanya kazi za malisho, yaani kwa kimombo herding, ili angalau aweze kujikimu katika kipindi kigumu cha familia. Uhalisia huu wa maisha uliojaa changamoto nyingi ulianza kumjenga kimtazamo, kimwili na kiakili, na baadaye ukawa chanzo kikuu cha hisia na simulizi katika muziki wake. Safari yake rasmi ilianza Mayuni Primary School, kisha baadaye akaelekea Nduluku Secondary School. Huko Nduluku ndiko safari yake ya muziki ilichipuka. Alianza kuandika vipande vya mashairi, kuimba kwenye hafla za shule na kushiriki shughuli za vijana zilizompa ujasiri wa kujiamini jukwani. Muziki wake ulivutwa sana na nyimbo alizokuwa akisikiza kutoka kwa wasanii kama Bobi Wine, Jose Chameleone na wengine wakubwa wa ukanda wa Afrika Mashariki, kwani alipenda sana kufanya urban music. Wasanii hawa walimpa msukumo wa kuandaa muziki wenye ujumbe, hadithi na hisia, mguso ambao mpaka leo bado unaonekana katika kazi yake. Mwaka wa 2013, akiwa bado kijana anayejitafuta, Bien aliyekuwa akifanya kazi ndogo ndogo aliweka malengo ya kwenda Nairobi. Alikusanya pesa kidogo kutoka kwa vibarua alivyovifanya, akapanda gari na kuelekea mji mkuu kutafuta nafasi ya kurekodi. Studio yake ya kwanza ilikuwa Just Records, ambapo alirekodi wimbo wake wa kwanza uitwao Mwanafunzi. Wimbo huu ulihusu safari ya kijana aliyejifunza maisha, changamoto, makosa na ukuaji, simulizi iliyoakisi maisha yake halisi. Mwanafunzi haikuwa tu kazi ya muziki, ilikuwa tangazo la kuzaliwa kwa msanii. Ingawa alikuwa na ndoto za muziki, maisha yalikuwa magumu. Ili kuishi Nairobi, Bien alijikuta akihitaji kujifunza stadi nyingine za kujikimu. Hapo ndipo, baada ya kutoka Kampala, alipoingia kwenye kazi ya ususi. Mafunzo haya hayakuwa tu ajira, bali yalikuwa mkombozi wake wa miaka ya baadaye. Kampala. Fursa ya maonyesho ilitokea nchini Uganda.
Akiwa hana uwezo wa kifedha, Bien alisafiri hadi Kampala kwa lori. Safari ndefu lakini yenye matumaini. Nchini Uganda, alipopata nafasi ya kufanya show yake ya kwanza, alifanya kwa moyo wote, lakini zaidi ya muziki, Kampala ilimpa ajira ya kumudu maisha yake, kwani huko ndiko alikojifunzia kazi ya ususi, kazi aliyoifanya kwa takriban miaka 7. Ni katika kipindi hiki Bien aliweza kujitambua, kujenga mtandao, kujiendeleza kisanii na kukua kama mtu na kama msanii. Baada ya kurudi na kuanza kuweka mizizi tena kwenye muziki, Bien aliachia nyimbo kadhaa zilizogusa mashabiki wake. Ukomavu wake ulionekana dhahiri kupitia wimbo Mami, kazi iliyompa ufuasi mkubwa na kuanzisha safari yake ya umaarufu wa kitaifa. Kazi zilizofuata zilionyesha ukuaji wa msanii, umaridadi wa melodi na ubunifu wa kisasa. Lakini kazi iliyomweka rasmi kwenye rekodi ya wasanii wanaovuma kwa kasi ilikuwa Udhi ni Budget, wimbo uliopokelewa kwa shangwe, ukawa gumzo mtandaoni na ukamfanya ajulikane zaidi. Bien ni msanii anayeheshimu safari yake na dhamani ya kipaji. Mara nyingi hupenda kusisitiza umuhimu wa support kwa vijana wenye vipaji, hasa nchini Kenya ambako changamoto za mazingira, rasilimali na fursa ni nyingi. Anasisitiza kuwa vijana wakipewa nafasi wanaweza kugeuza muziki huu kuwa sekta yenye dhamani kubwa zaidi Afrika Mashariki. Safari ya Kaviru ni hadithi ya mtu alianza chini kabisa, aliyepitia magumu, lakini akasimama tena na katika misingi ya bidii, nidhamu na kipaji halisi. Kutoka kusuka nywele Kampala hadi kutikisa muziki hapa Kenya. Ni ushahidi kuwa ndoto inaweza kutimia popote. Kutoka kwa mwanafunzi mwaka 2013 kupitia kwa Mami na hatimaye kupenya na Udhi ni Budget, Bien Kaviru ameonyesha kwamba haijalishi umetoka wapi, kinachojalisha ni wapi unapokwenda. Hayo yalikuwa makala mafupi ya msanii unayemjua. Langu ni Alimo Malinga. Aikiendo ati yosu na mojaka sana. Sisi ya zogo